Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana. Leo ningependa tuendelee na kitu cha pili au technique au kanuni ya msingi ya pili ambayo itakusaidia katika maisha yako, itakusaidia uweze kushinda vita mbalimbali, itakusaidia katika haja zako unazoenda nazo mbele za Mungu, pia itakusaidia kukua kiroho. Tuliangalia kanuni ya kwanza ambayo ni maombi. Tukaangalia nini maana maombi na maombi yanafanyaje kazi. Nikakwambia kwamba maombi ni namna ya kwenda mbele za Mungu. Maombi ni namna ya kupeleka haja zako mbele za Mungu. Hayo ndio maombi. Na tukaona namna ya kuomba. Tukajifunza kitu cha muhimu kwamba maombi sio silaha. Usiende mbele za Mungu kwa maombi ukidhani umebeba silaha ya kumshinda adui. Hapana. Na nikakutajia silaha moja tu ambayo ni neno la Mungu, na nikakuahidi kuwa ipo siku nitakuelezea silaha zingine za msingi ambazo unatakiwa uzitumie, uzipike kwenye maombi ili upate majibu. Sasa leo nataka nje na kitu kingine cha msingi ambacho kinafuatana baada ya maombi, ambacho ukikifanya sasa, umefanya maombi, hujaona matokeo, unatakiwa uongeze nini? Unatakiwa uchaji kitu gani tena? Ndicho ambacho tunaenda kukiangalia leo, kitu cha pili cha msingi cha kufanya. Umeomba sana, umekesha sana mikesha, lakini kuna vifungo havijakuachilia, lakini madeni bado yamekusonga, umaskini bado unakusumbua, magonjwa, shida, balaa na kadhalika bado vinakuachia, vinakufuatilia. Na wewe ni muombaji mzuri sana, kesha sana, unaomba sana kwa kulia, lakini kuna vitu bado vinakufuatilia. Inafika muda unajiuliza ni kwa nini? Je, ninachokiomba sio sahihi au ninakosea namna ya kuomba? Naomba nikutie moyo kwamba haukosei namna ya kuomba, ila kuna vitu vya kuongeza. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo leo nitaenda kukwambia kitu kingine kimoja cha msingi kabisa cha kuongeza kwenye maombi yako ili uweze kuvunja kila ngome na uweze kushinda katika ulimwengu wa kiroho. Tuwe pamoja. Kama una Biblia yako ishike, au kama una daftari unaweza kuandika vitu hivi muhimu ambavyo vitakusaidia kwenye maisha yako ya leo na baadaye. Kuna siku moja Yesu alikuwa ameenda mlimani, ameenda kusali mlimani. Huko nyuma alikuwa amewacha wanafunzi wake katika nyumba alikuwa anakaa. Sasa kwa sababu watu walikuwa wanatambua kabisa wanafunzi wa Yesu na Yesu mwenyewe wana nguvu za Mungu, walikuwa wanaamini wakimkuta Yesu, wakikuta wanafunzi wake, hakuna tofauti yoyote. Sasa kuna mzee mmoja alikuwa na mwanae anayesumbuliwa na mapepo. Akashuka na mwanae mpaka ile nyumba alikuwa anakaa Yesu na wanafunzi wake. Walipofika pale hawakumkuta Yesu, ikabidi ile shida waelezee wanafunzi. Wanafunzi kwa sababu walikuwa na ujasiri, walikuwa na nguvu za Mungu ndani yao, wanalijua neno vizuri, wanajua kuomba, wakaishikilia ile shida, wakaanza kuomba katika lile swala, wakaanza kuomba juu ya lile pepo. Waliomba sana, nadhani hata siku nzima mpaka jioni ikafika, lile pepo alikutoka. Naamini waliomba, inawezekana alinena mpaka kwa lugha, walitamka maandiko yote, lakini lile pepo halikutoka. Kumbuke pepo halijatoka, lakini hao wanafunzi wanamjua Yesu vizuri, wanaishi naye kila siku, wanalijua neno vizuri, ni waombaji wazuri. Kwa sababu kusoma nyuma huko Yesu kila sehemu alipokuwa akienda kuomba alikuwa anaomba nao, ni waombaji wazuri sana, lakini lile pepo halikutoka. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Just imagine, wote kwa karama zao wote wameweka mikono juu ya lile pepo, lakini halijatoka. Ni kitu cha kustajabisha kidogo. Imefika jioni sasa, yule mzee watu ameshachoka, ameshaanza kukata tamaa, kuona nilitegemea watu wana 1 2 3, lakini kumbe nao ni wababaishaji tu. Amekata tamaa mzee watu, anataka kuondoka sasa. Ndipo bwana mkubwa akaingia. Yesu akawa anarudi kutoka mlimani. Alikuwa mlimani kusali, sasa ndio anarudi. Alipofika tu pale, Biblia inasema yule mzee akamkimbilia.
Akamkimbilia akamwambia, Rabi, nimekuja hapa tangu asubuhi, hivi sasa hivi hapa na mimi nilikuwa ndio naondoka. Nimekaa na wanafunzi wako, nimewaletea mwanangu anasumbuliwa, lakini wameshindwa kumponya. Naomba nisaidie. Yesu kabla ya kufanya chochote kwanza akawageukia wanafunzi wake, akawakemea, akamwambia, nitakuwa nanyi mpaka lini? Nitawafundisha na kuwaelekeza mpaka lini? Aliwakemea kwanza wanafunzi wake, alafu akageuka upande wa pili sasa, akaligeukia lile pepo. Hakuongea maneno mengi, alisema, toka. Pepo likatoka. Sasa swali linakuja, kipi kilifanya Yesu ndani ya sekunde 2 alikemea pepo litoke, na kipi kilifanya wale wanafunzi wake kwa siku nzima wakiwa 12 washindwe kulitoa lile pepo? Huko ndiko kutafakari sasa. Unafikiria ni kitu gani kilitofautisha vitu viwili hapa? Okay, sasa baada ya ile pepo kuondoka, wanafunzi, yule mzee akaondoka na mtoto wake, wanafunzi wakabakia na aibu yao, unajua kusema mbele za watu. Jioni sasa, muda wa kula umefika, usiku. Yesu anakula na wanafunzi wake wanakula, wanaona aibu hata kuongea na Yesu. Mmoja akapata ujasiri, huyo ni Petro, akamfuata Yesu akamwambia, bwana mzee, bwana, mimi nina shida. Hivi kwa nini lile pepo tulishindwa kulitoa muda ule? Tulishindwa kulikemea wakati tunakujua wewe na ulisema tukemee kwa jina lako. Tunajua neno la Mungu, tuna amri, ni watakatifu, sisi ni wakeshaji wazuri. Kwa nini alikutoka? Au limetudharau? Yesu akawaambia, kwa namna ile, yani kwa pepo kama lile, halitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Isipokuwa kwa kuomba na kufunga. Wao walikuwa wanaomba, hawafungi. Kwa kwenye kuomba walifuzu, lakini kufunga hawakufuzu. Kwa shida kama ile, pepo kama lile, lilikuwa haliwezi kutoka mpaka waweze kuomba, lakini sio kuomba ila waweze kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa linakuja swali la msingi hapo. Kufunga ni nini? Na hii ndio silaha ya pili. Sio silaha, hii ni technique au mbinu ya pili ya kukupa leo, ili uweze kushinda majaribu yako, ili uweze kushinda vita, ili uweze kuongeza nguvu za kiroho kwenye maisha yako. Kufunga. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, namna hii haiwezekani. Vifungo hivi vinavyokushikilia haviwezekani. Hii mitego ya ibilisi ambayo ameachilia kwenye maisha yako haiwezekani kutoka. Haya madeni hayawezekani. Ugonjwa ule kukamata wewe na ukoo wako hauwezekani isipokuwa kwa kuomba na kufunga. Jina la Bwana lihimidiwe. Sasa kufunga ni nini? Kufunga sio kanuni ya Mungu, sio lazima kufunga. Hakuna sehemu kwenye Biblia ambapo panaandika kuhusu lazima wa kufunga. Hapana. Kufunga ni utayari wa mtu. Kufunga ni ile hali ya kuabstain kwa Kiingereza, au ya kuachana na chakula fulani, au ya kuachana na chakula na kutisha mwili wako na kuukana mwili wako. Huko ndio kufunga. Kwa kuna kufunga kwa aina nyingi kwenye Biblia. Kuna kuacha kula kabisa na kunywa, kuna kuacha kula aina ya vyakula fulani, na kuna kuacha kula lakini ukawa unakunywa maji. Yote ni mifungo. Sasa kufunga sio lazima. Kufunga sio kanuni ya Mungu ya lazima. Ila kufunga ni tendo la utii. Unapofunga, unaposema mimi siku ya leo, mimi siku hizi 3, mimi siku hii moja, mimi wiki hii ninafunga, naacha kula, naenda mbele za Mungu, ni ishara ya utii. Ni ishara ya kujinyenyekesha mbele za Mungu. Ni ishara ambayo inaonyesha kwamba chakula kwako si kitu, vinywaji kwako si kitu, ila kuna shida unaenda nao mbele za Mungu. Una haja za moyo wako ambazo unataka Mungu aziangalie kuliko mwili wako, ndizo unazoingia nazo mbele za Mungu. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapofunga, unamruhusu Mungu kufanya kazi kwa upana zaidi kwenye maisha yako. Unamruhusu Mungu kufanya kazi kwa upana zaidi katika roho yako.
Unapofunga tu, Roho Mtakatifu, unaposema tu ninafunga siku ya leo, Roho Mtakatifu anakuja kwenye maisha yako. Anakuja kwenye siku yako unayofunga, anaanza kufanya kazi na wewe. Kwa kufunga ni hali ya utii. Kufunga sio lazima. Kufunga sio kanuni ya Mungu, labda usipofunga utaenda motoni au usipofunga utalaaniwa. Hapana. Unaweza usifunge kabisa na Mungu akakubariki, neema Mungu ikawa na wewe, ukawa na nguvu na kadhalika. Lakini kufunga kama kufunga kuna mruhusu Mungu afanye kwa upana zaidi kwenye maisha yako. Na kufunga sio kwamba eti ukifunga unamforce Mungu afanye jambo fulani. Hapana. Kufunga kumforce Mungu afanye jambo fulani. Mungu anasema anafanya na kujibu kwa wakati wake. Kufunga akufanyi jambo lako ambalo unalo mbele za Mungu, Mungu alitimize kama wewe unavyotaka. Hapana. Hiyo itoe kichwani mwako. Usiseme mimi ninaumwa sasa nafunga, nikimaliza kufunga tu nitapona. Hapana. Sio sahihi. Unaweza usipone ukaanza kumlaumu Mungu. Mungu ujibu kwa wakati. Lakini unapofunga kuna kitu nakiongeza kwenye maisha yako. Unapofunga kuna bomba la neema, kuna bomba la neema, kuna bomba la nguvu unakuwa unalipanua katika ulimwengu wa kiroho ilielekea katika maisha yako. Kwa hiyo definition pekee ya kufunga. Kufunga ni njia pekee iliyoainishwa kwenye Biblia ambayo inaongeza nguvu za kiroho. Njia pekee ambayo imeainishwa kwenye Biblia inayoongeza nguvu za kiroho kwa kiasi kikubwa ni kufunga. Sawa, kuna pipe, bomba. Ile bomba linakaa upana fulani kadogo kadogo. Unapokula chakula, ile bomba linazidi kuwa jembamba. Unapoacha kula, ile bomba katika ulimwengu wa kiroho linazidi kuwa pana na linaingiza nguvu zaidi. Huko ndiko kufunga. Kwa kufunga ni njia ambayo inakusaidia kuongeza nguvu zako za kiroho. Wale wanafunzi wa Yesu walishindwa kulitoa lile pepo kwa sababu moja tu. Lile pepo lilikuwa sio size yao. Lile pepo lilikuwa sio la level zao. Nimeongea kitu kigumu kidogo lakini kwa nini kila siku hivi? Katika ulimwengu wa kiroho kuna nguvu, kuna levels. Tunaelewana sijui? Ndio maana hata Biblia inasema hivi, tukue katika imani mpaka tufikie kimo cha Yesu. Ina maana kuna level fulani. Vile vile katika kwenye mapepo kuna level za mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina fulani ya mapepo huwezi kuyatoa kama hauna nguvu kiasi fulani. Wanafunzi wa Yesu walikutana na pepo ambalo lina nguvu kuliko wao. Kwa hata walivyokuwa wakiomba, yani ilikuwa ni ngumu wao kuliondoa. Kwa nini? Hawana nguvu za kiroho zinazotosheleza kuondoa lile pepo. Lakini alipokuja Yesu ambaye ametoka kufunga, ametoka kusali, alikuwa na nguvu za kutosha za kuliondoa lile pepo kwa yule kijana. Vivyo hivyo kuna shida nyingi sana katika maisha tunazipitia. Kuna mateso mengi tunapitia katika maisha ambayo yanaweza akawa makubwa kuliko imani zetu. Yakawa magoliath, manefili katika ulimwengu wa kiroho kwenye maisha yetu. Unaweza kuwa unapitia manefili ya kwenye uchumi, ni makubwa mno. Wanaisraeli walikuwa wanaenda safari ya kwenda Kanaani, kuna sehemu walifika wakachungulia, alikuwa karibu na kina Joshua, wakachungulia ile Kanaani, wakasema tukaona majitu makubwa, majitu ya vita, wakaogopa. Ina maana waliona ile majitu ni makubwa kuliko imani zao. Ile majitu yalikuwa makubwa kuliko nguvu zao, wakaogopa, wakajua tukienda kule tutakufa. Vivyo hivyo kuna shida ni kama majitu kwenye maisha yetu. Kuna hali fulani unaweza kupitia kwenye maisha ikawa kama majitu kwenye maisha yako. Kama hauna imani ya kutosha, unaweza ukashindwa kuiondoa hiyo shida. Kumbe kuna baadhi ya mambo kwenye maisha yetu unaweza ukaomba sana, ukafikisha sana, ukasoma sana neno la Mungu, ukaimba sana, lakini ile shida isikuachilie, ile shida isiondoke. Ule masikini bado ukaendelea kukushikilia, mizimu na maroho fulani yakaendelea kukukamata, nila zikaendelea kukukimbiza. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu fulani unazikosa. Leo na kuomba, chukua hatua. Kama hujawahi kufunga, hebu mjaribu Mungu. Mungu anasema nijaribu kwa kufunga leo, uone kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Hebu funga siku ya leo, mruhusu Mungu afanye kazi kwenye roho yako. Mruhusu Mungu atembee kwenye maisha yako kwa tofauti kuliko siku zote. Mruhusu Mungu aachilie nguvu zake katika ulimwengu wa kiroho ziingie kwenye maisha yako kupitia kufunga siku ya leo. Uone kama
yale madeni hayatakuachia. Uone kama nguvu za Mungu zitajaa kwenye maisha yako. Uone kwamba yale magoliath yaliyosimama kwenye afya yako hatakuachilia siku ya leo, in Jesus name. Daudi alikutana na Goliath, lakini alitambua kabisa Goliath huyu simwezi kwa akili zangu, na akamwambia Goliath, okay, unaniona mimi ni mdogo, imani yangu ndogo, sawa, lakini wewe unanijia kwa fimbo na mikuki na kila kitu, ila mimi nakujia kwa kufunga, mimi nakujia kwa jina la Bwana. Na Goliath alianguka. Siku ya leo chukua hatua. Panga ratiba zako. Sema nafunga siku ya leo. Nafunga siku ya leo, nataka nimuone Mungu katika eneo fulani la maisha yangu. Nataka nimuone Mungu katika hatua fulani ya maisha yangu. Nataka nitembee katika viwango vya tofauti. Unapofunga, Mungu anakutembeza katika viwango vya tofauti. Unakuwa mtu wa tofauti. Hata mapepo katika ulimwengu wa kiroho wanajua ya kwamba kuna nguvu za Mungu zipo sehemu fulani. Kwa hiyo ukichanganya maombi niliyokufundisha wiki iliyopita ya kwamba kuomba namna kwenda mbele za Mungu, unatakiwa uende mbele za Mungu ukiwa na nguvu za Mungu. Moja ya njia kuongeza nguvu za Mungu kwenye maisha yako ni kufunga. Lazima ukubali kutesa mwili, lazima ukubali kulipa gharama. Kila kitu kina gharama zake. Unapotaka upako kuna gharama. Unapotaka kibali mbele za Mungu kuna gharama. Unapotaka maono yamiminike kwenye maisha yako kuna gharama. Yesu pia naye alitoa gharama, alifunga. Yesu kabla ya kuanza, unaweza kuwa unajiuliza kwa nini Yesu akafanya miujiza mingi, lakini Yesu kabla ya kuanza huduma yake alitambua kabisa inabidi nilipe gharama. Kabla ya kuanza huduma yake alifunga siku 40 mchana na usiku bila kula. Alipa gharama. Alitafuta kwanza nguvu za kiroho, ndipo akaenda kukutana na Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ni mwenye nguvu. Shetani ni mwenye nguvu. Biblia inamuita mfalme wa anga, mfalme wa dunia hii, mkuu wa anga. Yesu anamuita shetani mwenye nguvu. Na in fact Yesu mwenyewe kabla ya kukutana na shetani alifunga siku 40 kwa sababu alijua ndio kukutana na mwenye nguvu. Huyu mwenye nguvu ambaye alikutana naye Yesu, vile vile tunakutana naye sisi kwenye maisha yetu. Kumshinda lazima tuwe na nguvu zaidi. Ili tuwe na nguvu zaidi, lazima tujifunze kutafuta uso wa Mungu. Tujifunze kufunga na kutafuta nguvu za kiroho. La sivyo, kuna mambo kwenye maisha hatatuachia. Kuna shida zitatuachia. Kuna mateso, hila, visa, mikasa, balaa hatatuachia. Kwa nini? Kwa sababu tunakosa nguvu za kutosha katika ulimwengu wa kiroho. Kwa nimeona niongee kifupi tu kuhusu swala la kufunga, lakini kuna mengi sana kwenye kufunga. Ila cha msingi cha kushika ni kwamba kufunga sio kumlazimisha Mungu kufanya jambo fulani. Hapana. Kufunga ni kuachilia tu neema ya Mungu kwenye maisha yako. Ni kumruhusu Mungu afanye kwa upana kwenye maisha yako. Ni kuongeza nguvu za kiroho kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko ndiko kufunga. Na hiyo ndio mbinu ya pili ya kivita. Mbinu ya pili au tekniki ya pili ya kuitumia ili uweze kushinda vita vyako, ili uweze kuomba na ukajibiwa. Kwa ukijaribu kuomba kawaida katika swala lako, umeomba sana kuhusu ndoa yako, umeona majibu hayapatikani, umeomba sana, umeona majibu hayapatikani, ujue ukute ndio lile pepo walioshindwa kuitoa wanafunzi wa Yesu. Inabidi uende hatua ya pili. Hebu funga sasa. Omba shida yako kwa kufunga. Mwambie Bwana, nimekuja mbele zako nikiomba, lakini sijapata majibu. Na ijachilia mbele zako sasa, nimeukana mwili wangu, nataka nione sura yako. Funga. Uone kama Mungu hajafanya kitu kwenye maisha yako. Funga, mwambie Bwana, nimefunga. Nimefunga kwa ajili ya 1 2 3. Sitaki nisikilize tumbo langu tena. Ujue kama umeshindwa kulishinda tumbo lako, kama umeshindwa kuishinda njaa tu, hivi utamweza Goliath? Utaweza kushinda ulimwengu wa kiroho? Ni ngumu. Ulimwengu wa giza una nguvu. Njia pekee ya kushinda ulimwengu wa giza lazima uwe na nguvu zaidi. Na moja ya njia kuachilia nguvu hizo ni kwa kufunga. Hakuna namna nyingine. Ukipata muda, hii hadithi niliyokusimulia fupi unaweza kuipata katika Mathayo 17 mstari wa 21. Unaweza kuanzia hata 15 pale ukashuka mpaka 21, utaona hii habari nzima nilizungumza hapa. Sasa kwa kumalizia, naomba tusome Isaya 58 mstari wa 6. Isaya 58 mstari wa 6.
inasema hivi: je, kufunga niliko kuchagua sio kwa namna hii? Kufunga niliko kuchagua sio kwa namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walionewa, na kwamba mvunje kila nira. Umeona maneno mazito ya nabii Isaya. Je, kufunga sio huku ambao kunavunja nira, ambao kunavunja mitego, kunavunja kila kamba za uovu? Hiyo ndo kazi ya kufunga. Unapofunga unavunja nira, unavunja kamba za uovu, unavunja kila vifungo vilivyoshikilia maisha yako, unavunja kila roho ambazo zimekamata maisha yako na uchumi wako na ndoa yako na mahusiano yako na kila kitu kinachohusiana na maisha yako. Kila kamba iliyoshikilia inavunjika kwa kufunga. Jaribu Mungu kwa kufunga, uone kama hajafanya kwenye maisha yako. Uone kama zile kamba zilizoshikilia mahusiano yako hazijakatika. Uone kama zile kamba zilizoshikilia afya yako hazijakatika. Ile familia yako ilipokamatwa, uone kama zile kamba hazijakatika. Anasema, je, kufunga alikokuchagua sio huku? Sio kwa namna hii, kwa kufungua vifungo vya uovu. Kuna watu wameshikilia vifungo vya uovu. Mjaribu Mungu kwa kufunga leo, kuzilegeza kamba za nira zilizoshikilia maisha yako. Yesu anasema, jifungeni nira yangu, kwa sababu nira yangu ni laini na mimi ni mwepesi, na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nira za adui ni nzito. Ili kuzifungua nira za adui lazima ufunge. Lazima mtafute Mungu katika kufunga, ili uweze kupata nguvu za kutosha za kukata hizo nira na kuvunja hizo kamba katika ulimwengu wa kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa ni maombi yangu au ni shauku yangu kuona unachukua hatua nyingine ya kufunga, kuona unachukua hatua nyingine ya kumtafuta Mungu katika level za tofauti, kuona kabisa unatamani kufika level fulani, kuona unatamani maisha yako yanabadilika. Yesu alifunga, maisha yake yakawa tofauti. Musa alifunga, maisha yake yakawa tofauti. Nehemia alifunga, maisha yake yakawa tofauti. Elia alifunga, maisha yake yakabadilika. Na wewe ukifunga siku ya leo, maisha yako yanabadilika in Jesus name. Mungu akubariki sana.